أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो सब अहमदियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने गुज़श्ता दिनों Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema, awali ya yote napenda kuwashukuru Wahamadia wote ambao katika siku za nyuma kwa sababu ya kuanguka na kuumia kwangu wameonesha hisia zao zisizo za kawaida na wakafanya maombi kwa uchungu mkubwa. Mwenyezi Mungu awajalie nyote malipo yake mema na awazidishie katika ikhlasi na kwenye unyofu. Katika zama hizi, kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu, kupendana kwa ajili ya Allah na hasa kumpenda khalifa wa zama, mfano huu wa ikhlasi na unyofu unaweza kupatikana katika jumuiya ya Ahmadiyya tu. Upendo huu ulio na pande mbili umetoka kwa Allah na haieleweki ya kwamba ni nani anayejihisi zaidi uchungu wa mwingine. Wakati mwingine inaonekana kuwa mapenzi ya wanajumuiya kwa ukhalifa yamefikia kwenye kilele chake, na upendo na mahusiano aliyonayo khalifa wa zama kwa wanajumuiya wake. Ipo mifano ya watu wachache wanaojihisi kuwa labda ni mdogo, lakini kwa vyovyote vile upendo huu na uhusiano huu ni wa pande mbili, na kama nisemavyo ni uhusiano usio na mfano wake katika mahusiano ya kidunia. Kauli moja ya Hazrat Khalifatul Masih wa Salis rahimahullahu ta'ala naipenda sana, inayosema ya kwamba khalifa wa zama na jumuiya ni majina mawili ya mwili mmoja, na kutokana na kupokelewa kwa maombi yenu tu na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, majeraha yangu yamepona haraka. Daktari aliniambia ya kwamba kikawaida majeraha ya usoni yanapona haraka, lakini kama yalivyopona haraka, daktari anasema hata yeye hakutarajia kuwa yatapona haraka kwa kiasi hiki. Nilikuwa nimemwambia Dr. Sahib ya kwamba tiba ina nafasi yake, lakini jambo la msingi ni yale maombi
ambayo wanajumuiya wanaendelea kuyafanya. Hata mimi nilikuwa na wazo kuwa yapo majeraha kadhaa na labda yatachukua wiki 2 kwa uchache za kupona, na inawezekana alama fulani za majeraha zitabaki, lakini kwa mujibu na fadhili za Allah katika siku 7-8 tu kila kitu kimekwisha. Kwa sababu ya kuumia kwangu, upo uzoefu nilioupata wa kutumia changanyiko la dawa ijulikanayo kama marhame Isa. Muda mchache uliopita, Mir Mahmud Ahmad Sahib Nasir akitumia tiba ya Kisuriani alikuwa ameitengeneza dawa hiyo na kunitumia, ambayo nimeitumia. Pia kuna mafuta ya homeopathy yaitwayo Canidola. Fadhila hasa ni ya Mwenyezi Mungu, ndiye mponyaji. Nimeeleza kuhusu dawa hizi ili huenda wengine wajinufaishe nazo pale wanapohitaji. Kwa vyovyote vile, sasa mufanye maombi ya kwamba athari zilizopo za kuumia Mwenyezi Mungu aziondolee haraka. Fadhila ya Mwenyezi Mungu ndiyo nguvu hasa inayopatikana kwa maombi tu. Na kumbuka kipindi fulani nilikuwa na maumivu makali katika bega na mikono yangu. Kuinua mkono ilikuwa vigumu hadi kusaidiwe na mkono mwingine. Tabibu mahiri baada ya kuchunguza akasema ya kwamba maumivu haya yanaweza kubaki kwa wiki 6 hadi miezi 3-4, na baada ya siku chache akachunguza tena na kuona kuwa kwa fadhili za Allah kwa 90% maumivu yalikuwa yamekwisha. Daktari akashangaa mno. Nilikuwa nimemwambia ya kwamba pale malaki ya watu wanapofanya maombi, basi Mwenyezi Mungu pia analeta rehema zake. Daktari alikuwa mzungu, akasema mimi ni Mkristo na familia yangu ni familia ya kidini, na hata mimi naamini kuwa maombi yanafanya kazi, na hayo yote yametokana na maombi tu. Khalifa mtukufu anasema basi tunatakiwa tumwombe Mwenyezi Mungu ili atujalie fadhila zake na tunyenyekee kwake. Siku hizi hali ambayo imetukabili yatupasa kuinama na kunyenyekea zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Ripoti kutoka Uingereza na kutoka nchi zingine zimetufikia zinazoonyesha ya kwamba katika janga hili wanajumuiya wamepata mwelekeo mkubwa zaidi wa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya kutoka nje, watu wa nyumbani huwa wanaswali kwa pamoja, darsa za Qur'ani tukufu na hadithi na kutoka vitabu vingine zinatolewa, na kutokana na darsa hizo elimu ya wakubwa imezidi na watoto pia wameweza kujifunza mambo ya dini, na imani juu ya Mwenyezi Mungu imeongezeka vile vile. Katika janga hili kwa fadhili za Allah, mwezi wa Ramadhan pia ulitujia na mwelekeo wa watu uliokuwa umepatikana wa kufanya ibada ukaongezeka maradufu. Sasa mwezi huu wa Ramadhan unakaribia kuisha, na pia serikali imepanga mipango na mikakati ya kulegeza baadhi ya masharti ya kutotoka nje, na serikali zingine zimekwisha legeza tayari. Jambo ambalo ningependa kulisema
nalo ni hili ya kwamba pamoja na kulegeza vikwazo hivi, masharti ambayo yamewekwa na serikali, kila mwanajumuiya anatakiwa kuyafuata masharti haya. Lakini jambo la msingi na kitu cha muhimu ambacho kila mwanajumuiya anatakiwa kukizingatia ni hiki ya kwamba ruhusa ya kufanya biashara na kuondoa marufuku ya kutotoka nje na kisha kupita kwa mwezi wa Ramadhan kusimfanye mwanajumuiya yeyote awe mwenye kupunguza au kuonesha uvivu na uzembe katika ibada ya Mwenyezi Mungu, na kwenye mema yote aliyokuwa ameyafanya, bali aendeleze mema yote na aendelee kusali swala ya pamoja akiwa nyumbani, na pale atakaporuhusiwa kwenda msikitini basi aende msikitini na astawishe msikiti, na jambo hilo alifarizishe juu yake. Kina mama wafanye maandalizi maalum ya kuswali sala kwa pamoja huko nyumbani, ili watoto wetu waweze kuiona mifano hii kwa macho yao na wazidi katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Darsa mbalimbali ziendelee kutolewa kwa dakika chache huko nyumbani, ili elimu ya kidini iongezeke na pia wazidi katika elimu na maarifa. Vivyo hivyo mufanye juhudi makhsus ya kuviangalia vipindi vya MTA, na kuhusu MTA nimekwisha sema hapo kabla. Hivyo baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya kutotoka nje na hata baada ya kupita kwa mwezi wa Ramadhan, mema haya hatutakiwi kuyasahau, bali yatupasa kuyaendeleza. Mwanajumuiya yeyote ambaye akija chini ya bayati ya Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam anaahidi nafsini mwake ahadi ya kujiletea mabadiliko matakatifu, asiwe mwenye kuisahau ahadi hiyo. Muumini hatakiwi kuwa miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu anasema wakishikwa na msiba huwa wananyenyekea kwa Mungu na wanajaribu kujikinga kwake na kumwomba msaada wake na wanamwita, na pale shida inapoondolewa wanamsahau Mwenyezi Mungu. Siku hizi watu wanaendelea kuchunguza kuwa janga hili la korona limetoka hivi hivi au ni adhabu ya Mungu. Katika maafa na majanga ya namna hii, muumini anatakiwa ainame na anyenyekee zaidi kwa Mwenyezi Mungu, na asije akawa na kazi ya kuchunguza kuwa hayo ni nini. Na zama hii ambayo ni zama ya Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, katika zama hizi Mwenyezi Mungu amemwahidi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ahadi nyingi zilizotimia na zinaendelea kutimia na zitatimia katika siku za usoni. Ikiwa yapo mambo yanayotoa tahadhari, basi huu ni wajibu wa muumini ya kwamba awe na hofu moyoni mwake na ajitahidi kujiimarisha kiimani na afanye maombi ili mwisho wake uwe mwema na mzuri. Jambo la msingi ndilo hili ya kwamba mwisho wake uwe mwema. Nimekwisha eleza hapo kabla ya kwamba maafa haya na vimbunga na majanga yanayoendelea kutokea katika zama hizi yanahusika na zama za Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Basi yatupasa kufanya maombi mengi
ili tuzidi kiimani na mwisho wetu uwe mwema, na pia tufanye maombi kwa ajili ya kuisalimisha dunia. Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam, hata wakati ule ambapo Mwenyezi Mungu alipomjulisha wazi kuhusu kutokea kwa nishani ya tauni, alikuwa akiiombea dunia kwa uchungu mkubwa. Waliosikiliza maombi yake yaliyofanywa nyuma ya milango iliyofungwa wanaeleza ya kwamba sauti za uchungu na unyenyekevu zilikuwa zikitoka hivi kama vile sauti itokayo kutoka maji yachemkayo katika chungu kilichowekwa juu ya moto, ya kwamba ewe Mungu uokoe ubinadamu. Basi rehema na huruma yake kwa binadamu, licha ya kuambiwa kwake na Allah kuwa tauni ni nishani, ilikuwa imezidi, na alikuwa akifanya maombi kwa unyenyekevu mkubwa na kwa uchungu mkubwa ya kwamba watu hawa waokolewe, na alikuwa anafanya maombi kwa uchungu mkubwa. Basi sisi pia tunatakiwa tuone mfano wake huo. Baadhi ya watu wamejaribu kuleta malinganisho baina ya makala moja ya Hazrat Khalifatul Masih wa Rabi rahimahullahu ta'ala iitwayo maafa ya kiasili au adhabu ya Mungu na janga hili la korona, na pia wanatoa rai zao. Ieleweke ya kwamba kama nisemavyo hapo kabla ya kuwa baada ya zama za Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, idadi ya maafa na majanga imezidi, na kuhusiana na hilo Hazrat Masih Maud alayhi salam alikuwa amesema wazi ya kwamba maafa na majanga haya yatatokea na hakuna shaka ndani yake. Lakini kama nilivyosema katika hutuba zangu za nyuma, Sayyidina Ahmad alayhi wassalam alikuwa amesema vile vile ya kwamba hata baadhi walio na imani kutokana na kanuni ya asili watashikwa na majanga haya, lakini makamu yao ni makamu ya kishahidi na mwisho wao unakuwa mwema. Na sawa na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwisho wao unawafanya waingie peponi, kama asemavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika jeneza ya mtu, ikiwa watu wamsifie na kutokana na huduma zake wampongeze na watoe shahada kuhusu kutekelezwa kwa haki zake kwa Allah na kwa viumbe wake, pepo huwajibika juu yake. Nasi twaona ya kwamba wapo watu wengi wa namna hii, na walikwepo wanajumuiya wenye imani na ikhlasi ambao kuhusu wanajumuiya hawa watu walikuwa na maoni mazuri ya namna hii. Lakini katika majanga haya jambo la msingi linalotakiwa lizingatiwe ni hili ya kwamba janga hilo limewaletea athari gani kwa watu wa dunia. Watu wa dunia wameshika vichwa vyao na hali iliyotete ya dunia na watu wake ipo mbele yetu, na watu wa dunia wameshikwa na huzuni. Na sio watu wa dunia tu, bali serikali kubwa kubwa za dunia zilizokuwa zikijiamini sana kwamba zina nguvu kubwa kama iwe milima madhubuti. Serikali hizi, nizamu na uchumi wa serikali hizi umevurugika vibaya, na kwa lengo la kuwaondolea wananchi athari zake, hatua wanazoendelea kuzichukua zinatisha zaidi.
ambazo zitawafanya wajitupe na wajiingize zaidi katika maangamizo ya vita na uchumi. Basi madamu watu hawa hawatashika mabadiliko yatakayowasaidia kuwaondolea hali ya ufisadi, watu hawa wataendelea kuzama na kughiriki katika angamio moja baada ya jingine. Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam amesema haya ya kwamba kuwa Muislamu au kuepukana na kujiepusha na makosa ya kidini au kuulizwa kuhusu makosa ya kidini, hayo yote yatatokea siku ya Kiyama na Mwenyezi Mungu atayaona wakati ule. Lakini kuleta fitina na ufisadi na kunyang'anya haki za wengine na kuwatendea waja wa Mungu kwa istihzai kunaleta maafa yenye kukosesha utulivu. Kwa vyovyote vile, kazi yetu ni kufanya maombi na kuifahamisha dunia na kujiletea mabadiliko matakatifu. Makala ya Hazrat Khalifatul Masih wa Rabi rahimahullahu ta'ala niliyoizungumzia ni makala ndefu, lakini jambo ambalo kila mwanajumuiya akiisoma makala hiyo anapaswa kulizingatia si hili tu ya kwamba ilikuwaje kwa mataifa yaliyopita au kuna nini kinachoendelea kutokea katika zama hizi na maangamizo yana aina gani na nini. Kwa yakini mambo hayo pia yanatakiwa yamfanye mtu awe na hofu na ajitahidi kubadilisha hali yake, lakini jambo hasa ndilo hili na maneno yanayotakiwa yatiliwe maanani ndiyo maneno yake alipoandika ya kwamba kwa ajili ya jumuiya humo kuna onyo na bishara vile vile. Onyo ni hili ya kuwa jina pekee la jumuiya halitatosha kwa ajili ya kuwaokoa, bali sharti la takwa pia limewekwa pamoja nalo. Na bishara ndiyo hii ya kuwa mapungufu ya kimatendo yatakayokuwa yametokea katika jumuiya, kila mwanajumuiya atajitahidi kuyaondoa kwa haraka, na wale wanaotumia jina la jumuiya tu, endapo wataelekea kurejea kwenye mafundisho yake matakatifu, ndipo wataokolewa na watasalimika, na kurejea kwao kwa Mwenyezi Mungu ndio bishara kwa ajili yao. Waila hakuna bishara yoyote. Na kama nisemavyo ya kwamba katika siku hizi wanajumuiya wameweza kupata mwelekeo mzuri, sasa mubaki na mwelekeo huo na nyinyi wenyewe, na pia muwaelekeze watoto wenu ili watekeleze haki za Allah na haki za viumbe wake, kwani baada ya kutokea kwa maangamio haya, dunia itakapoelekea kwa Mwenyezi Mungu na kuelekea kwa kutekeleza haki zake, hapo watu wa dunia wataiangalia jumuiya, kisha watakwepo wanajumuiya tu ambao wataweza kuiongoza dunia ipasavyo. Lakini kabla yake yatupasa kufanya maombi kwa unyenyekevu na uchungu mkubwa kwamba hali hiyo isitufikie, ambapo dunia iende mbali kiasi hiki ya kwamba njia za kurudi kwake kwa mwanga na kwa amani zifungwe kwake. Na kabla ya kufikia hali hiyo, watu waanze kuelekea kwa Mungu. Basi pamoja na maombi yetu, tunatakiwa tuoneshe mifano yetu pia, na kuna haja ya kuiambia dunia ya kwamba kwa kutekeleza haki za wengine tu mnaweza kupata rehema ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu aliye Mungu mmoja, bila kupata rehema yake
juhudi yetu yoyote ya kustawisha amani duniani haiwezi kuzaa matunda, wala baada ya kufa mwisho unaweza kuwa mwema. Kwa fadhili za Allah, katika siku hizi pale wanajumuiya wanapoendelea kuelekea zaidi na zaidi kufanya ibada na wameendelea kufanya ibada zaidi, wakati huo huo wanaendelea kutoa huduma za kuwatumikia wanadamu. Vijana na maanswar walio na afya njema na lajna pia ripoti nzuri nzuri za nchi mbalimbali zimetufikia na zinaendelea kutufikia ya kwamba huduma hizi zimekuwa sababu ya kuwaonesha watu wa dunia njia iliyonyoka. Siku za nyuma kulikuwa na ripoti kutoka Canada isemayo kuwa mama mmoja aliwapigia simu mahudam wakati wa saa 8 usiku alipokuwa amekata tamaa, akisema kuwa nina shida fulani, mtoto wangu anaumwa na nimeshindwa kumpatia dawa. Nimejaribu sana, lakini kila mmoja amesema huwezi kupata dawa hadi asubuhi, na mtoto wangu ana hali mbaya. Kisha anasema watu wanasema kwamba Mungu yupo, ijapokuwa mimi si muamini Mungu. Labda leo nijaribu ikiwa Mungu yupo au la. Mama anaeleza, nilisema kwa uchungu mkubwa, ewe Mungu, ikiwa wewe upo, basi angalia hali ya mwanangu na umwandalie dawa. Na anasema hapo nilipata wazo la kuwapigia mahudam. Nikawapigia simu, mtu fulani akapokea simu, nikamweleza haja yangu, yeye akasema ngoja nijaribu. Baada ya muda mfupi mtu yule akanipigia simu akasema saa hizi ni saa 8 ya usiku, labda kupata dawa saa hizi ni vigumu. Kisha akaniuliza kuhusu hali ya mtoto wangu kwamba anaendeleaje. Nikamweleza tena na nikamwambia kuhusu wasiwasi zangu. Yeye akasema haya, ngoja niende mwenyewe, ipo sehemu fulani ambapo wakati mwingine saa hizi duka la dawa inakuwa wazi, ikiwa itakuwa wazi nitakuletea dawa. Yeye akatoka usiku, na nilipokuwa nimempigia simu alikuwa amelala, hivyo akaenda kwa kilomita 50 na akaniletea dawa. Hapo nikapata yakini kuwa kwa kweli Mungu yupo, na yakini hiyo nikaipata kwa sababu ya kijana mmoja wa mwanajumuiya. Namshukuru sana kwa hilo. Khalifa mtukufu anasema, basi siku hizi sisi tukijitolea tunaweza kuwaleta watu karibu na Mwenyezi Mungu, na ili tufanikiwe katika hilo kila mmoja wetu anapaswa kufanya juhudi. Kisha somo tulilolipata la kujihisi uchungu na shida za wengine katika mwezi huu wa Ramadhan, tuendelee kuwa na jazba hiyo hiyo ya kuwa muda wote tuwe tayari na tuwe na uchungu wa matatizo ya wengine, kwani kati ya shabaha zingine za mwezi mtukufu wa Ramadhan, shabaha moja ndiyo hii ya kujihamasisha kujihisi uchungu wa wengine. Basi kutokana na janga hili, mazingira yaliyopatikana duniani na tena mazingira ya Ramadhan yawe yenye kutuelekeza kutekeleza wajibu wetu. Kesho au kesho kutwa mwezi wa Ramadhan utakwisha, lakini mema yake tuliyoyapata tuendelee nayo, na mabadiliko matakatifu tuliyoyashika tubaki nayo. Na kisha vikwazo vya kutotoka nje vikipungua, tusisahau wajibu wetu wa binafsi na zile zinazohusika na ubinadamu. Muda wote tukumbuke ya kwamba
pale tunapofanya juhudi ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watu wake, wakati huo huo tuendelee kuwahamasisha na kuwahimiza wengine ili nao pia wafanye hivyo, na kwa kupitia mifano yetu mitakatifu tuendelee kujaribu kuifanya dunia ili iwe yenye kutekeleza haki za Mungu na waja wake. Khalifa mtukufu anasema, katika zama hizi tumemwamini Sayyidina Ahmad alayhi wassalam. Sayyidina Ahmad alayhi wassalam katika vikao vyake vyote sawa na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake mtukufu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akijitahidi kutuhamasisha na kutuhimiza ili viwango vyetu vya imani na ucha Mungu vive juu kwa juu. Basi muda wote yatupasa kuangalia nasaha zake ili tuweze kupata imani iliyo kweli na imara, badala ya kuangalia mapungufu ya wengine tuangalie hali yetu binafsi. Kuhusiana na hilo, muda huu naweka mbele yenu baadhi ya manukuu ya Sayyidina Ahmad alayhi wasallam ambayo tunatakiwa tuyafikirie. Sayyidina Ahmad alayhi salam alitutaka tuwe na makamu ya kiwango gani cha imani. Sehemu moja akieleza kiwango hiki, Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema, kila mtu ajitahidi kuamka kwa ajili ya tahajjudi na aijumuishe kunut katika sala zake 5 na afanye toba kwa kila jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu. Na muradi wa kufanya toba ndiyo huu, ya kwamba akiacha maasi yote na akiepukana na kila sababu inayokasirisha Mungu, ajipatie mabadiliko ya kweli na asonge mbele na ashike ucha Mungu. Hiyo pia ni sababu ya kuvutia rehema ya Mungu. Akasema, muwe na tabia ya upole, musiwe na ghadhabu, na badala yake mushike huruma na unyenyekevu, na pamoja na kujirekebisha kihulka pia sawa na uwezo wenu mutoe sadaka. yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yani huwalisha chakula maskini na yatima na mfungwa kwa mapenzi yake, na husema tunawalisheni kwa ajili ya radhi ya Allah na tunaiogopa siku ile iliyo na shida na taabu. Kwa kifupi, fanyeni dua na tubuni na muendelee kutoa sadaka ili Mwenyezi Mungu awajalieni kwa rehema na fadhila zake. Kisha akinasihi kwa jumuiya akasema, Mwenyezi Mungu hamjali yeyote isipokuwa waja wake wema. Muwe na udugu na mapenzi baina yenu na muachane na ukatili na mtafaruk. Jiepusheni na kila aina ya masihara na istihzai, kwani masihara inaufanya moyo wa binadamu uende mbali na ukweli. Mutendeane kwa heshima, kila mmoja wenu aitangulize raha ya nduguye juu ya raha yake, na mufanye suluhu ya kweli na Allah, na murejee katika utii wa Mungu. Ghadhabu ya Mungu inaendelea kuiteremkia ardhini, na wanaojiokoa na ghadhabu hii ni wale tu ambao wakitubu kikamilifu kutoka madhambi yao yote wanaelekea kwake. Kumbukeni kuwa ikiwa mtajifanya kuwa chini ya matakwa ya Mungu na mtafanya juhudi kwa ajili ya dini yake, basi Mwenyezi Mungu atawaondoleni vikwazo vyote na mtafanikiwa. Je, hamkuona kuwa mkulima kwa ajili ya mimea mizuri huwa anangoa vitu visivyofaa kutoka shambani, na huwa analiboresha shamba lake kwa miti mizuri iliyo na matunda, na anailinda na kuisalimisha kutoka kila aina ya hatari na shida. Lakini miti ile isiyozaa matunda na ianze kuoza na kukauka, mkulima haijali ile. Hata kama aje mnyama yeyote kuila,
au mwenye kutafuta kuni aikate na kutupa kwenye tanuru. hivyo kumbukeni kuwa ikiwa mtahesabiwa kuwa wa kweli kwa Mungu, upinzani wa yeyote hautawazuruni. Lakini endapo hamtajirekebisha na hamtamwahidi Mwenyezi Mungu ahadi ya kweli ya utii wake, basi Mwenyezi Mungu hamjali yeyote. Akasema, mnatakiwa muwe miongoni mwa wapendwa wa Mungu na muepukane na kila aina ya ugomvi na jazba na uadui, kwani huu ni muda wa kujiepusha na mambo madogo madogo na kujituma katika mambo yaliyo makubwa. Watu watawapingeni. Akasema, msimjali yeyote na kumbukeni jambo hili kama wasia ya kwamba kamwe musiwe wakali. Watu watawapingeni, lakini nyinyi msitumie ukali wowote, bali muwafahamishe kwa upole, huruma na kwa hulka njema, akituelekeza kuhusu kuboresha hali za hulka zetu na kutekeleza haki za wanadamu. Alisema, imesimuliwa katika hadithi moja ya kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atawaambia baadhi ya waja wake kuwa nyinyi ni wateule na mimi nimewafurahieni, kwani nilikuwa na njaa, nyinyi mlinilisha, nilikuwa uchi, nyinyi mkanivisha, nilikuwa na kiu, mkaninywesha, nilikuwa mgonjwa, mkanijulia hali. Wao watasema, ewe Mungu, wewe ni mtukufu, utukufu ni wa kwako. Hali hiyo ilikufikiaje pale tulipofanya hivi? Ndipo Mungu atasema, waja wangu fulani na fulani walikuwa na hali hiyo, na nyinyi mliwatendea kwa wema, na huu ni wema mlionitendea mimi. Kisha kundi jingine litaletwa. Mungu atawaambia, nyinyi mlinitendea vibaya, nilikuwa na njaa na hamkunilisha, nilikuwa na kiu na hamkuninywesha, nilikuwa uchi na hamkunivisha, nilikuwa mgonjwa na hamkunijulia hali. Ndipo watasema, Mungu wetu, huna haja ya mambo hayo, hali hii ulipataje na sisi hatukufanya hivi? Hapo atasema, mtu wangu fulani alikuwa na hali hii na nyinyi hamkutendea kwa wema na kwa huruma. Ikiwa mungemtendea vizuri, mungenitendea mimi. Akasema kuwa ilmuradi katika kuwatendea wanadamu kwa huruma hakuna sharti lolote la dini, kwamba awe Muislamu au Mhindu au Mkristo na awe nani. Akasema kuwatendea wanadamu kwa udugu na kwa huruma ni ibada kubwa na ni njia nzuri sana ya kupata radhi ya Allah. Lakini naona kuwa kuna uzembe unaooneshwa katika hilo. Wengine wanadharauliwa na wanafanyiwa istihzai. Kuwajulia hali na kuwasaidia katika shida na matatizo ni jambo kubwa. Watu wasiowatendea maskini kwa wema, bali wanawafahamu kama watu zalili na wanyonge, naogopa wasije wakakamatwa na shida hiyo hiyo. Wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia fadhila, njia ya kutoa shukurani ndiyo hii ya kwamba wawatendee wema kwa viumbe wake na wasitakabari juu ya fadhila hii ya Mwenyezi Mungu, wala wasiwakandamize wanyonge. Kisha akifafanua zaidi anasema, jambo la kweli ndilo hili ya kuwa hatua iliyo ngumu na nyeti ni hatua ya kutekeleza haki za binadamu, kwani muda wote binadamu anakabiliana nayo na kwa siku zote anakabiliana na mtihani huu. Basi katika hatua hiyo binadamu anatakiwa awe makini. Imani yangu ndiyo hii kuwa hata kwa adui tusitumie ukali sana. Wapo wanaopenda kutumia kila njia iwezekanayo ya kumkandamiza na kumaliza, kisha wakijiingiza katika fikra hiyo hawatofautishi baina ya mazuri na mabaya, na ili waweze kumdhalilisha wanamtuhumu na kumtungia uongo, na wanamsingizia na kumteta, na wanawachochea wengine zidi yake. Sasa ebu niambieni, mtu wa namna hii kutokana na uadui mdogo tu
ameweza kuwa mrisi wa maasi na mabaya kiasi gani, na kisha maasi haya yatakapoota mizizi yake hali itafikia wapi? Na hii ndiyo hali tunayoiona ikitokea duniani katika ngazi zote. Kisha akasema, mimi nasema kweli kuwa msimchukulie yote kuwa adui wenu, na achaneni na tabia ya kuwa na kinyongo. Ikiwa Mungu yu pamoja nani na nyinyi muwe wa Mungu, basi yeye anao uwezo wa kuwafanya maadui waingie katika watumishi wenu. Lakini ikiwa mmejitenga na Mwenyezi Mungu na hamkuwa na uhusiano wowote wa kiurafiki, na matendo yenu ni kinyume cha matakwa yake, hapo ni nani atakayekuwa adui wenu mkubwa kuliko Mungu? Binadamu anaweza kujiokoa na upinzani wa wanadamu, lakini ikiwa Mungu awe adui, basi hata kama viumbe wote wawe rafiki yake, hawezi kufanya chochote. Hivyo njia yenu iwe ile iliyo njia ya mitume. Mungu anawataka musiwe na maadui wa dhati. Kumbukeni kuwa binadamu anajaaliwa heshima na neema pale anapoepukana na uadui wa dhati, isipokuwa kuweka uadui kwa ajili ya heshima ya Mwenyezi Mungu na mtume wake ni jambo jingine. Yani mtu asiyeheshimu Mungu na mtume wake bali ni adui wao, nini pia mumchukulie kama adui wenu. Lakini sio maana yake kuwa mumtungie uongo na mupange mipango ya kumkandamiza. Hapana, bali mujiepushe naye na mumwache kwa Mwenyezi Mungu, na kama inawezekana mufanye maombi kwa ajili ya islahi yake, na musiwe wa kwanza kugombana naye. Kisha akituelekeza kuzingatia viwango vya hulka, anasema muwe na hali nzuri ya kihulka, na ikiwa mnapenda kumfahamisha mtu kwa njia njema na kumjulisha kuhusu kosa lake, basi mutumie njia ambayo isimchukize, na mtu asalilishwe wala asipate kuuzika. Ugomvi usiwepo katika jumuiya, na msiwadhalilishe ndugu zenu maskini, na mkijifaharisha juu ya mali au nasaba yenu msiwadharau wengine. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye zaidi katika nyinyi. Mnatakiwa kuwatendea wema kwa wengine. Yule aliye mfano wa hulka mbaya si mtu mzuri. Watu wanatafuta njia mbalimbali za kuipinga jumuiya yetu. Kwa ajili ya watu wengine ipo tauni moja tu, lakini kwa ajili ya jumuiya yetu zipo tauni mbili. Ikiwa mwana jumuiya mmoja atatenda ubaya, basi kwa sababu yake huyo mmoja jumuiya nzima italaumiwa. Muongeze nguvu ya kuvumilia na muwe na ustarabu, na mumjibu hata aliyemwenda wazimu kwa upole na kwa amani. Jibu la matusi lisiwe matusi. Akasema, katika siku hizi za maafa, kwa kuikanyaga nafsi mushikamane na takwa. Muradi wangu ndio huu kwamba nini mushike nasaha. Dunia ni yenye kuangamia, siku moja tutakufa tu, na furaha hasa ni katika mambo ya dini, kwani shabaha hasa ni kutanguliza dini. Kisha katika sehemu nyingine akinasihi jumuiya akasema, jumuiya yetu isije ikaishia kwa maneno tu, bali iwe yenye kutimiza shabaha hasa ya bayati. Ijitakase. Ujuzi wenu wa itikadi hauwezi kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Ikiwa hamjitakasi ipasavyo, basi hakuna tofauti yoyote baina yenu na wengine. Ikiwa nyinyi mna tabia ya kufanya hila mbaya, uongo, uzembe na uvivu, basi mtaangamizwa mapema kuliko wengine. Kila mmoja anatakiwa abebe mzigo wake na atimize ahadi yake. Umri si wenye kutegemewa. Akasema, mtu anayetenda wema mapema, uwezekano wa kujitakasa kwake upo. Hivyo
fanyeni juhudi ya kuibadilisha hali yenu ya ndani na ombeni dua katika sala na kwa kutoa sadaka na kwa kuzitumia hila zote muingie katika walazina jahadu fina. kama vile mgonjwa anavyomwendea tabibu, anameza dawa, anatoa damu, na ili aweze kupona huwa anatumia njia zote. Vivyo hivyo kwa ajili ya kujiondolea maradhi yenu ya kiroho mutumie njia zote, si kwa ulimi tu, bali njia zote ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza za kufanya mujahada muzitumie zote. Toeni sadaka, fanyeni maombi huko maporini. Akasema Mwenyezi Mungu anampenda yule anayefanya juhudi, na binadamu anapotumia njia zote basi mmoja wa hizo inafanikiwa. Basi siku hizi, hasa wakati ambapo nchini Pakistan na katika nchi zingine upinzani umepamba moto dhidi ya wanajumuiya, sisi ili tuweze kuvuta fadhila na rehema ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa kuzitumia njia zote. Ikiwa wapinzani katika uadui wake wamefikia kileleni, sisi pia tufanye juhudi zaidi ili tuweze kujipatia fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu. Vivyo hivyo katika zama hizi Masihi Maud alayhi wasallam ametufafanulia makamu na cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na uhakika wa hulka zake, akisema kuwa vitu hivi vyote, yani hulka bora na kutimiza kwa haki za Allah na haki za viumbe, vinaweza kufanywa kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee. Na ametuambia mara kwa mara kuwa msiache njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na hilo akitunasihi alisema, nataka kuwaambieni kuwa wapo wengi wanaotaka kujipatia ukamilifu huu kwa kupitia mambo yao waliyoyatengeneza wenyewe, au wanataka kujenga uhusiano wa kweli na Allah. Lakini nawaambieni ya kwamba njia asiyoitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia isiyofaa. Ni nani aliye mzoefu mkweli wa njia ya wale walionemeshwa kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ukamilifu wote wa utume uliishia kwake? Njia aliyoishika Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitumia ndiyo bora zaidi na sahihi kabisa. Kuiacha njia hiyo na kutengeneza njia nyingine na kushika njia nyingine, hata kama iwe njia nzuri kiasi gani, katika maoni yangu ni njia ya maangamio, na hivyo ndivyo alivyonibainishia Mwenyezi Mungu. Khalifa mtukufu anasema, wale wanaotutenganisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam wana hali hiyo. Maelezo yasiyo sahihi ya maulama na mashekh wa kijina yameharibu mafundisho ya Islam. Hata hivyo wanajiita kuwa Waislamu wa kweli na wanatutoa nje ya Islam. Kisha Masihi Maud sallallahu alaihi wasallam akieleza makamu na cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kutokana na utii wa kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anampata Mungu, na bila kumfuata yeye, hata kama aendelee kufanya juhudi kwa maisha yote, hawezi kufanikiwa. Hivyo Saadi pia anaeleza habari hii katika shairi yake ya Kiajemi, bazuhdo wara kusho sidko safa walekan me fazae bar Mustafa, yani kwa kujipatia utakaso, ucha Mungu na imani halisi fanyeni juhudi, lakini msiende mbali na ile njia iliyoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msiache kamwe njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naona watu wametengeneza na kubuni bidhaa mbalimbali, wanajinyinginiza miguu juu kichwa chini, na njia za urahabania za majogi zinatumika, lakini hizi zote hazifai na sio suna ya mitume kwamba wafanye hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajwa kuwa mfano bora na ametajwa kuwa uswa hasana, lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yani mna mfano bora katika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo
fuateni nyayo zake na msijaribu kutoka nje hata kidogo. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam alisema, ilmuradi ukamilifu unaopatikana kwa wale walionemeshwa na Mwenyezi Mungu ameiashiria katika siratal lazina anamta alaihim. Hili ni jukumu la kila mwanajumuiya na kila mwanadamu la kuzipata kamilifu hizi, na jumuiya yetu inatakiwa kuelekea zaidi, kwani Mwenyezi Mungu kwa kuanzisha silsila hii ametaka kuitayarisha jumuiya kama ilivyokuwa imetayarishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili katika zama hizi za mwisho jumuiya hiyo iwe shahidi juu ya ukweli na azma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu chake kitakatifu. Basi sisi tukiwa chini ya bayati ya Al-Masih Maud alayhi wasallam tumeingia katika wafuasi wa kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na humo kuna usalama wetu ya kuwa tukija chini ya bayati ya mtumishi wake mkweli tushiriki katika wafuasi wa kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tujitahidi kufuata na kutii mfano wake kwa nguvu zote. Na tukifuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri zake zote, tuingie katika kundi la wale walionemeshwa na tuendelee kujiokoa na athari mbaya za kundi lile lililopata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na likapotea. Tuwe wenye kuzalisha ladha na shauku katika sala zetu, na tukizifuata amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake tuwe wenye kupitisha maisha yetu. Muwaombe wale waliotiwa ndani kwa sababu ya dini, na muwaombe sana. Siku za nyuma mama mmoja mwanajumuiya aitwaye Ramzan Bibi amewekwa jela kwa sababu ya tuhuma ya uongo ya kuvunjia heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Familia hii ilikuwa imejiunga na jumuiya mwaka 2002. Mume wake ameniandikia kwamba hatuogopi wala hatuna hofu ya kwenda jela, isipokuwa huzuni yetu na jambo linalotuhuzunisha zaidi ndilo hili ya kuwa mtume ambaye kwa ajili ya heshima yake tuko tayari kufa na kujimaliza, tumeshtakiwa kwamba tumevunja heshima yake. Mungu apishe mbali. Hiyo ni huzuni yetu. Basi muwakumbuke hawa katika maombi yenu, na wale waliosikilizishwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa, Mwenyezi Mungu awaandalie mipango ya kuwaokoa na awarehemu, na awajalie watu wa mahakamani na wa serikali ili wasimamishe uadilifu. Wanatumia majina ya Mungu na mtume wake. Hofu ya kweli na upendo wa Mungu na mtume wake pia uzalike moyoni mwao, na waweze kuufuata mfano bora wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuna maombi mengine nataka kuwaelezeni. Mwenyezi Mungu atujalie sote ili tuweze kuitambua shabaha ya ujio wa Sayyidina Ahmad al-Islam, na upendo wa Mwenyezi Mungu na mtume wake utawale juu ya mapenzi ya aina zote. Tuwe wenye kufuata mafundisho sahihi na ya kweli ya Islam. Nyumba zetu ziwe mifano ya upendo na mapenzi. Watoto waliosikitishwa na ugomvi wa wazazi wao, Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo yote. Muwaombe wote waliojitolea maisha wakfu, Mwenyezi Mungu awajalie ili waweze kuitumikia dini kwa kujituma na kwa moyo wote, wawe wenye kutimiza ahadi yao ya wakfu. Muwaombe wakfine nao, Mwenyezi Mungu awajalie ili waweze kutimiza ahadi yao na ahadi ya wazazi wao walioifanya kwa Allah. Muwaombe mashahidi wa jumuiya na familia zao. Muwaombe wanajumuiya wote waliokamatwa na shida mbalimbali. Muombeane wenyewe kwa wenyewe. Pale tunapoombeana huwa tunavuta fadhili za Mwenyezi Mungu. Na mufanye maombi kwa ajili ya wasichana ambao bado hawajaolewa, ili Mwenyezi Mungu awarahisishie katika ndoa zao.
katika hali hizi na baada ya janga hili hali ya kiuchumi itakayotokea mufanye maombi ili kila mwanajumuiya aweze kujiokoa na athari zake mbaya. Na kutokana na hali hizi mipango ya jumuiya isikwamishwe na Mwenyezi Mungu aendelee kuiwezesha jumuiya kupata maendeleo makubwa. Katika hali hizi wanaoendelea kujitolea mali pia muwakumbuke katika maombi. Mwenyezi Mungu atie baraka tele katika mali zao. Muwafanyie maombi wale wanaofanya kazi katika MTA. Wapo wanaojitolea na wengine walio wa kudumu ambao wanaendelea kufanya kazi kwa juhudi kubwa na wanaendelea kusambaza ujumbe wa Islam duniani. Muombe ulimwengu wa Kiislam ili ugomvi uliopo baina yao ukwishe na waweze kuishi kwa amani, na Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka shari za zile nguvu ambazo ni zidi ya Islam, na hiyo inaweza kutokea pale watakapomaliza hitilafu zao. Yapo maombi mengine nitakayosoma hapa, nini pia muendelee kusoma pamoja nami. Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa nauzubika min shurihim. Ewe Allah, tunakuweka katika vifua vyao, yani haiba yako izalike moyoni mwao, na tunajikinga kwako kutoka shari zao. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul azimil hakim, la ilaha illa Allah rabbil arshil azim, la ilaha illa Allah rabbis samawati wa rabbil arzi wa rabbil arshil karim. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, ndiye mkubwa na mpole mno. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, ndiye Mola wa arshi. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, aliye Mola wa mbingu na ardhi na Mola wa arshi tukufu. Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ewe uliye mwenye kugeuza mioyo uimarishe moyo wangu juu ya dini yako. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafata wal-ghina, ewe Allah na kuomba muongozo, ucha Mungu, utakaso na hali ya kujitosheleza. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujati hikmatika wa jamii sukhtika. Ewe Allah, najikinga kwako kutoka kupotea kwa neema yako na kuniondolea usalama wako, na kutoka adhabu yako, na kutoka mambo yote yanayoweza kukuchukiza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mola wetu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ewe Mola wetu, tumezulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Mola wetu, usiipotoshe mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe rehma kutoka kwako, hakika wewe ndiwe mpaji mkuu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Yani ewe Mola wetu, utupe wema duniani na wema katika akhira, na utulinde na adhabu ya moto. Ipo dua moja ya Sayyidina Ahmad alayhi wassalam, naye anasema: e Mola wa ulimwengu wote, siwezi kutoa shukrani vya kutosha kwa ajili ya neema zako. Wewe ndiwe mwenye rehema na mwenye ukarimu, daima umeniteremshia huruma na neema zako nyingi sana. Unisamehe madhambi yangu nisije kuangamia, utie moyoni mwangu upendo wako uliohilisika, ili niweze kupata maisha mapya, na unisitiri, uniwezeshe kufanya matendo ambayo yatakuridhisha wewe, na jikinga kwa dhati yako takatifu zidi ya kupata ghadhabu yako. Unionee huruma, unionee huruma, unionee huruma, na uniokoe kutokana na mateso ya maisha haya na maisha ya akhira, kwani kila aina ya fadhili na baraka zimo mkononi mwako.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Zura nasema kwamba leo ni Ijumaa ya mwisho wa Ramadhan. Katika mwezi huu wa Ramadhan matendo mema tuliyoyafanya au mabadiliko matakatifu tuliyoyapata, Mwenyezi Mungu atujalie kuyaendeleza mbele na atupokelee maombi haya katika haki zetu. Kuhusu Idi, ningependa kusema kuwa watu wengi wameniandikia ya kwamba kutokana na tovuti iliyopo hapa tarehe 24 tumeamua kusherehekea Idi, lakini 24 si siku ya Idi. Jumamosi mwezi hauwezi kuandama. Kisha nikamuindikia tena na vikao vilifanywa kwa mara mbili au mara tatu. Wataalamu tulionao hapa walikaa kikao kisha wakajumuishwa wengine. Nilimwambia Amir Sahib ili asimamie mwenyewe, kisha wakachora ramani moja na kunitumia, na sawa na tovuti hiyo katika miji mikubwa. Kwa yakini mwezi hauwezi kuonekana katika tarehe 23, lakini ramani walionitumia sawa na ramani hii yapo maeneo kama vile Falmouth na Penzin na Hale ambapo tarehe 23 mwezi utaweza kuonekana kwa jicho. Na ikiwa katika sehemu moja ya nchi mwezi unaweza kuonekana, basi katika maeneo mengine pia Idi inaweza kusherehekewa. Kamati za kuona mwezi zinazoundwa katika nchi za Kiislam zinafanya hivi. Basi baada ya kuangalia vizuri, uamuzi ndio huu ya kwamba Mungu akijalia Idi itakuwa siku ya Jumapili tarehe 24. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.